Kinachoendelea Goma sasa hivi ni cha kutisha sana, na vitendo vya unyama na ukatili uliopitiliza, na ni kilio kikubwa kwa raia wa DRC Congo hapo Goma. Hivi karibuni imeripotiwa kuwa kuna nyumba ambayo inaelezwa kuwa imeonekana ikiwa na zaidi ya vijana wengi sana ambao wameuawa, na wengine kuonyesha kwamba kabla ya kufa kwao walitendewa vitendo vya unyama, wengine wakiwa ni wasichana na wengine ni vijana wadogo kabisa. Na nikusihi kwamba karibu kwenye Mbavu TV ili kuweza kupata habari zenye ukweli na uhakika ndani yake, kuanza mwanzo hadi mwisho, na hii ikirusha kupitia Mbavu TV Online. Na kwa wewe ambaye hujaweza kusubscribe kupitia channel yetu ya Mbavu TV, basi tunakusihi uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata update na taarifa kamili kupitia Mbavu TV Online. Leo imeripotiwa kwamba huko Goma kuna nyumba ambayo iliyotelekezwa muda sasa na watu hawaishi humo. Imeripotiwa kwamba imesadikika vijana zaidi ya 100 wamekutwa kwenye nyumba hiyo, huku wakiwa wamepoteza maisha, na wengi wao wakiwa ni wasichana pamoja na vijana wadogo, na hao ni baadhi ambao wameweza kuonekana na wengine hawajaweza kuripotiwa bado, kulingana na taarifa na vyanzo vya habari tofauti tofauti, na huku ikiwa ni kilio kikubwa cha raia waishio huko Goma, raia wa DR Congo, wakililia Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Congo kutoa msaada wa haraka ili kupata angalau unafuu wa kuishi, maana hali ya Goma sasa hivi imekuwa ni mbaya kutokana na serikali ya waasi wa M23 iliyokalia katika mji wa Goma kuendesha mji huo katika hali ya mabavu na unyanyasaji wa hali ya juu, huku ikiripotiwa baadhi ya milipuko na pia mashambulizi ya hapa na pale kufuatia risasi ambazo zikimiminiwa raia hapo Goma. Kwa hiyo ni hali ya sintofahamu ambayo inaendelea hapo Goma, na pia huku ikiripotiwa baadhi ya vitongoji vya Goma leo hii vimeweza kusikika mirindimo ya risasi ambayo bado haijathibitishwa kwamba ilikuwa ni mapambano baina ya waasi wa M23 na akina nani, bado haijaripotiwa bado, lakini huku mambo ambayo yanaendelea kujulikana na kuweza kuonekana kwa baadhi ya mitandao ya kijamii ni hivi vifo vya vijana wadogo ambavyo wameweza kuuawa katika hali ya kikatili. Je, katika Jamhuri ya DR Congo kitu gani hasa ambacho kinatakiwa kifanyike kwa muda huu? Suluhu ya mji wa Goma ni serikali ya DRC kuchukua operation kali ili kuondosha waasi katika mji huo. Hivi sasa imeripotiwa kuwa katika mji huo wa Goma mataifa kama Rwanda na Uganda wamekuwa ni watu ambao wakijiwekeza katika mji huo, na hivi karibuni imeripotiwa kuwa vijana wa Kinyarwanda, yani raia wa Rwanda, wamekuwa wakiingia kwa mabasi wengi sana kuingia katika mji wa Goma, na kuingia kwao inaleta picha gani na ni operation gani ambayo inawapeleka pale Goma ili waweze kuwa wakiingia kila siku? Maana wanaingia inavyoripotiwa, nimewasiliana na baadhi ya watu hapo Goma, wanasema kwamba asilimia kubwa ya mabodaboda, wale waendesha pikipiki sasa hivi ni Wanyarwanda, na ili wajue kwamba ni Wanyarwanda ni kwamba katika mitaa ya hapo Goma wengi hawajui, na zile bei ambazo zinatakiwa zitumike kwenye kupakia watu, mfano unatoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine unalipia 3000, lakini wenyewe wanalipia 1000, kuonyesha kwamba hawajui hata bei ya kuweza kuwabeba watu. Lakini kitu gani kiweze kufanyika ili kuzuia yeyote? Ni serikali ichukue hatua kali, isifumbie macho jambo hilo, ichukue hatua kali ili kuondosha watu hao, maana imeonyesha kuwa wameanza kutengeneza serikali yao hapo katika mji wa Goma. Wameanza kuita ndugu zao kutoka Rwanda, kutoka Uganda, wameanza kuishi hapo Goma. Kwa hiyo utajikuta kwamba mji wa Goma utakuja kumilikiwa na Wanyarwanda. Ili tuliweke wazi, mji wa Goma utakuja kumilikiwa na Wanyarwanda kama serikali ya DRC haijachukua hatua, kwa sababu kila siku wanaingia kwa pikipiki, kwa magari, kwa boti, wanaingia kwa, wamekuwa ni wengi sana. Sasa utajikuta kwamba wale wakongomani ambao walikuwa wakiishi pale Rwanda wanazidi kuuawa, kwamba vijana ambao watakuwa pale Rwanda
pale vijana ambao watakuwa pale Goma wengi watakuwa ni Wanyarwanda, na ndio maana utajikuta kwamba kutakuwa maandamano ya hapa na pale ya kupinga serikali ya DRC, maandamano ya hapa na pale. Utafikiri kwamba wale wanaopinga ile serikali huenda ni Wakongomani, kumbe sio Wakongomani, ni raia kutoka Rwanda ndo wanaoishi pale wengi. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna vitendo vya hapa na pale, kugoma, kutoa nini, sijui hatuhitaji serikali hapa. Kwa wale sio raia wa Kongo, wale ni raia kutokea Rwanda. Huo ndo ukweli kamili kabisa. Katika vitendo tunapoelekea, wananchi watakosa confidence, watakosa uaminifu na taifa lake, na mwananchi anapokosa uaminifu na taifa lake, ni rahisi sana kumkabidhi mgeni uaminifu na kumsema bana, miliki hapa na uishi, ili uchukue vyote unavyotaka ili mimi niishi salama. Ndio kitu ambacho kinachoendelea pale Goma. Unajikuta kwamba raia wa Kinyarwanda ndo wana percent kubwa wanaongea Kinyarwanda, cause anapokuja kuvamia ni heri utoe vitu vyako vyote ili mradi akuache nini, akuache kuwa salama. Kwa hiyo unajikuta kwamba katika nchi yako unaishi kwa utumwa. Kwa hiyo ndo hivyo.